wizara nzito sana. Nikishindwa kazi hii mimi nitaacha kuacha, nitajiuzulu. Sijasimama hapa kuja kupiga usanii wala kufurahisha watu. Hakuna mtu yoyote anaweza kulazimisha mwananchi alipe maji wakati maji hapati. Naomba nimkaribishe mtoa hoja Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Yusuf ili sasa aweze kuhitimisha hoja yake. Karibu sana Mheshimiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine tena naomba kutoa shukrani zangu za dhati. Kwanza nimshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kutujalia tukiwa afya na wazima na kuweza leo hii kuhitimisha hoja ya wizara yetu. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa kunipatia fursa hii ya kufanya majumuisho ya michango, hoja, mapendekezo na ushauri yaliyotolewa na waheshimiwa wajumbe baraza lako tukufu wakati wa kuchangia na kujadili hotuba ya bajeti ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa mwaka fedha 26/27. Mheshimiwa Spika, shukrani za pekee ziende kwa Mheshimiwa Mihayo Juma Lunga, mwakilishi wa wananchi jimbo la Mwera, kwa kuwasilisha hotuba maoni ya kamati ya miundombinu, ardhi na tehama ya baraza la wawakilishi pamoja na maoni yake kutoka kwa wananchi wa jimbo la Mwera. Vile vile nimshukuru makamu mwenyekiti Mheshimiwa Mwanaidi Musa Kasim Musa pamoja na waheshimiwa wajumbe wote wa kamati hiyo kwa kushirikiana nasi tangu wakati wa matayarisho hadi kuwasilisha hotuba ya wizara. Mheshimiwa Spika, natoa shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa wajumbe wote waliopata nafasi ya kuchangia moja kwa moja na kwa maandishi, na kwa kweli naheshimu sana na nimefurahishwa sana na michango yao yote waliotoa, hasa waliotoa kwa maandishi na kwa kuchangia moja kwa moja. Mheshimiwa Spika, naomba niwatambue kama ifuatavyo. Waliochangia wote ni 44, waliochangia kwa maandishi ni 19 na waliochangia kwa moja ni 25. Mheshimiwa Spika, wa kwanza ni Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa rais, mwakilishi wa jimbo la Kiwani. Huyu amechangia kwa maandishi, lakini pia Mheshimiwa Mihayo Juma Nunga, mwenyekiti wa kamati, Mheshimiwa Sharif Al-Sharif, waziri, Mheshimiwa Khadija Salum, naibu waziri, Mheshimiwa Mboja Ramadhan, naibu waziri, Mheshimiwa Dr. Salim Said, naibu wa kilimo, naibu waziri, Mheshimiwa Azza Janus Joseph kwa maandishi, Mheshimiwa Dr. Hamad Omar, naibu waziri wa fedha kwa maandishi, Mheshimiwa Jakum Hashim Ayub, jimbo la Paje, Mheshimiwa Saif Hamad Suleiman, jimbo la Ole, Mheshimiwa Sulubu Kinongo wa Mot, jimbo la Kwajuni, Mheshimiwa Hussein Makungu, jimbo la Bububu, Mheshimiwa Juma Usonge, jimbo la Chaani, Mheshimiwa Manga Muhammad, jimbo la Tumbe, Mheshimiwa Ali Masud, jimbo la Mtambile, Mheshimiwa Bakari Hamad, jimbo la Wawi, Mheshimiwa Masud Amur, jimbo la Amani, Mheshimiwa Chumu Hamisi, viti maalum, Mheshimiwa Suleiman Masud, waziri wa kilimo, Mheshimiwa Hamisi Muhammad, jimbo la Mkoani, Mheshimiwa Muhammad Ali Salim, jimbo la Ziwani, Mheshimiwa Profesa Omar Faki, jimbo la Pandani, Mheshimiwa Jabu Makame Juma, viti maalum, Mheshimiwa Moza Muhammad, viti maalum, Mheshimiwa Salha Muhammad Mwinjuma, naibu waziri wa ardhi, Mheshimiwa Dr. Mahmud Omar, jimbo la Tumbatu, Mheshimiwa Rahma, waziri wa ardhi, Mheshimiwa Mahmud Shineni Chambani, Mheshimiwa Idrisa Kitwana, waziri wa tawala, Mheshimiwa Kamil Sufiani, jimbo la Chumbuni, Mheshimiwa Mwanaasha Hamisi, naibu spika, Mheshimiwa Leila Muhammad, waziri wa elimu, Mheshimiwa Ali Abdul Gulam, naibu waziri, Mheshimiwa Dr. Muhammad, jimbo la Mtambwe, Mheshimiwa Kombo Mwinyi, jimbo la Wingwi, Mheshimiwa Mariam, viti maalum, Mheshimiwa Juma Hassan, jimbo la Fuoni, Mheshimiwa Dr. Nasra, viti maalum, Mheshimiwa Shabani, waziri wa vijana, Mheshimiwa Abdul Wahab, jimbo la Chake Chake, Mheshimiwa Zawadi, naibu waziri, Mheshimiwa Saif Kombo, naibu waziri wangu, Mheshimiwa Diaspora, naibu waziri, Mheshimiwa Mandoba Fatwa Mandoba na Mheshimiwa Dr. Salum Mohamed, waziri wa ujenzi na usafirishaji. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwatambua hawa, kwanza nawashukuru sana wote waliochangia. Mambo yaliyochangiwa ni mengi, na kwa sababu ya wizara hii kama inavyojulikana ni wizara ya maji, nishati na madini. Maji yapo chini ya wizara hii, umeme upo chini ya wizara hii, na kifusi, kokoto, mchanga upo chini ya wizara hii. Mafuta yote, diesel, petroli, gesi, mafuta ya taa yote na mafuta ya ndege yako chini ya wizara hii. Mheshimiwa Spika, kwa umuhimu wake na kwa sababu waheshimiwa wawakilishi wote wameongea kwa niaba ya wananchi wao,
naheshimu sana mambo yote waliyozungumza hapa, na niwaahidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kila aliyechangia kwenye changamoto zake, mimi binafsi nikiwa waziri na naibu waziri wangu na watendaji wa wizara, tukimaliza baraza hili nitapita mimi mwenyewe maeneo yote kwenda kukagua na kutoa changamoto zao. Nafahamu waheshimiwa wawakilishi wameongelea masuala ya maji. Hakuna maji maeneo mengi, na nakubaliana na nyinyi, maeneo mengi bado changamoto ya maji yapo, hatuwezi kukataa. Lakini kuhakikishieni kwa makampuni tulioingiana nayo mikataba, ambayo kampuni ya NEC ipo kaskazini nzima kutoka Oman, kuna kampuni tunaipa mkoa wa Kusini Unguja, kampuni yote tunawapa kutoka China, kuna kampuni ya Jenkins tumewapa Pemba nzima, na jimbo la Kiwani la Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais, namshukuru sana. Jimbo la Kiwani katumalizia shida ya maji. Leo jimbo la Kiwani kuna maji mpaka kwenye nyumba zaidi ya 4700, na nimhakikishie Mheshimiwa Makamu wa Pili kwa jitihada zake, na sisi kama wizara tutahakikisha jimbo lake na majimbo mengine yote ya Pemba na visiwa vilobakia, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunapeleka maji safi na salama. Miradi inaendelea, miradi ya maji ni mikubwa, tofauti na ujenzi wa skuli wa hospitali. Miradi hii inaenda kwenye channels nyingi, njia nyingi. Leo ukiangalia Zanzibar, barabara zote unaweza kukuta zina urefu wa kilomita 3000, tuchukulie mfano, lakini laini za umeme ni zaidi ya kilomita 15,000 Zanzibar. Laini ya maji ni zaidi ya kilomita 30,000. Angalieni ukubwa wake. Sasa niwaombe waheshimiwa wawakilishi, yale mapongezi mlioyatoa tunayapokea sana, pongezi zenu, na tunakushukuruni sana. Lakini zile changamoto mlizozitoa za maji, kwa sababu mmechangia nyote na mimi mwenyewe nimeandika masuala hayo, naomba nikujibuni kwa pamoja kama hivi ninavyojibu, kwamba nimepokea changamoto zenu za wananchi wenu. Mimi binafsi nikiwa waziri, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitashirikiana na naibu waziri wangu na watendaji wote na wale wakandarasi tuliowapa kazi, tutapita kwenye maeneo, mtuonyeshe kwa macho kabisa, mguu kwa mguu, na kwa macho tuone changamoto ziko wapi, na ninakuahidini tutashughulikia. Na mimi nikuahidini, sio waziri ambaye napenda vyeo. Nikishindwa kazi hii mimi nitaacha kuacha, nitajiuzulu. Siwezi mimi kukaa kwenye waziri kama siwezi kutumikia wananchi. Nimesimama hapa kwenda kuwatumikia wananchi, kukiheshimisha chama changu cha Mapinduzi na uteuzi uliopewa na uheshimu sana. Sasa naomba waheshimiwa wawakilishi wote waniamini, naenda kufanya kazi na nitaenda kutatua changamoto zao. Sijasimama hapa kuja kupiga usanii wala kufurahisha watu, na nitazungumza kwa ufupi sana leo kwenye hotuba yangu, kwa sababu nataka nikafanye kazi kwa vitendo na vionekane. Leo toka nimekabidhiwa wizara hii miezi 6, wizara nzito sana, na ndani ya miezi 6 wizara hii huwezi kuona matokeo yake, lakini nipeni mpaka bajeti inayokuja, mtaona haya niliyozungumza na mabadiliko mtayaona. Waheshimiwa wawakilishi, nafikiri Mheshimiwa Naibu Waziri amekujibuni kwenye masuala ya maji, na miradi mingi tushaweka saini. Tuaminini kwamba tunaenda kufanya kazi hii, tunaenda kutatua changamoto za maji kwa ujumla. Kwa wawakilishi wote kwa pamoja hapo, natambua michango yenu. Upande wa umeme, Mheshimiwa Spika, umeme hali kadhalika Zanzibar nzima ni kweli unashuka na kupanda baadhi ya wakati, kwa sababu umezidiwa na laini za umeme hazipo kwenye kiwango kizuri, nyingi zimeshachakaa, lakini tushabadilisha zaidi ya kilomita 300 ya laini za umeme ili umeme ule sawa. Leo tushafunga mkataba na kampuni ya Elecmec masuala ya umeme, zaidi ya kilomita 210 tunaenda kubadilisha laini za umeme. Lakini pia tuna sola ya megawati 30 na betri ya megawati 20. Mwaka huu tunatarajia before June next year tutapata umeme wa sola pale Matemwe. Mheshimiwa Spika, lengo la Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ni kuondosha changamoto za wananchi wote bila ubaguzi wote. Na sisi kama Wizara ya Maji, Nishati na Madini tumeshaingia mkataba na kampuni tofauti kwenye masuala ya umeme. Leo kuna kampuni pale Dunga, na waheshimiwa wakilishi ni kuahidini kwamba nitakuchukueni nyote kwa harama zangu, nitakutembezeni Zanzibar nzima kwenye maeneo yote tunaojenga masuala ya sola na masuala ya maji, mkajionee wenyewe. Sisi hatutanii, tupo hapa kutumikia wananchi, na tutawatumikia wananchi na tutawasaidia ili changamoto zote ziondoke, ili wawe salama. Sisi wenyewe kama wizara hatufurahishwi
Ikiwa nyumbani kwangu kuna maji, umeme uko sawa, lakini wananchi wa kawaida wanyonge wanapata tabu. Hicho kitu hatufurahishwi nacho. Lakini tukuhakikishieni kwamba mwaka huu mwezi wa 9 tunatarajia kuanza kuzindua megawati 20 za umeme wa sola pale Bambi. Na umeme huu tuna mashirika mengi tushaingiana nao saini. Kuna umeme wa jua, kuna umeme wa upepo ambao megawati 200. Mwezi huu wanamaliza stadi yao na wataweza kuanza umeme huo. Lakini kuna umeme wa taka chafu, kuna umeme tunataka tuende kwenye umeme wa bahari, kuna umeme wa majenereta tunao, kuna vitu vingi ambavyo tumeviandaa. Sasa waheshimiwa wakilishi, mmeanza kuona changamoto hizi zimeondoka za kuzima umeme mara kwa mara, zimeanza kupungua. Ni kuhakikishieni kwamba changamoto ya umeme mwaka huu utapoisha itapungua kwa 95% na umeme utakuwa kwa vizuri sana. Tumewapa kampuni Novabis Pemba nzima tunafanya infrastructure mpya za umeme, kuanzia laini za umeme, kuweka mitambo yote ya kisasa ambayo hata umeme ukiharibika, labda umeharibika, tuchukulie Ngezi kule, msitu wa Ngezi, utatuambia pale Chake Chake Ngezi pointi fulani waya umekatika, na tunaenda kuushughulikia haraka sana. Sasa hivi mashina hizo hatuna, na ndio maana tunapata tabu. Lakini Novabis atapomaliza kazi yake, basi Pemba tutasahau swala la umeme. Lakini Pemba pia tuna ratiba kujenga umeme wa sola, na kwa sababu kuna visiwa tayari Pemba vina umeme wa sola, na tutajenga umeme wa sola Pemba usiopungua megawati 20, huku tukisubiri umeme wa underground cable kutoka Dar es Salaam ambayo ya megawati 100 mpya. Sasa niwahakikishie wazee wangu wote, waheshimiwa wote, upande wa Pemba, upande wa Unguja na visiwa vilivyozunguka, wajibu wetu ni kuleta umeme, na umeme utakuja, kwa sababu lengo letu kuweka umeme zaidi ya megawati 800 kwa Zanzibar nzima kabla 2030. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, chini ya rais huyu ambaye ni mtendaji na anopenda wananchi wake, tutafikia hatua hiyo. Waheshimiwa wakilishi, mimi ninachukua dhamana, tutapomaliza baraza hili, kila mwenye shida yake ya jimbo lake, mimi niko tayari kwenda binafsi kwenda kuangalia, si meme, si umaji, si masuala ya nishati, na tutaenda kuyatatua. Na hii mimi niko wazi kabisa, nakaribisha mtu yoyote, mwakilishi yoyote anataka msaada, tuende jimboni kwake tukatatue matatizo ya wananchi, mimi niko tayari, tutakwenda. Na nitatangaza kwa siku nitoko Pemba, kama nitakaa wiki 2 nitakupeni taarifa, wakilishi wa Pemba nipo, tutapita kila mmoja kwenye eneo lake. Na kwa upande wa Unguja alikadhalika ni hivyo hivyo. Lakini Mheshimiwa Spika, swala la mafuta, Zanzibar ni nchi pekee yenye bei ya mafuta rahisi kuliko East Africa nzima mpaka hivi ninavyoongea. Nchi za jirani hapa lita moja 1400, 1407 ya mafuta. Sisi tuko kwenye chini ya 4000 kutokana na matatizo na hali tuliyokuwa tunayo. Bado serikali inatia mikono yake kuweza kuwasaidia wananchi wake. Mafuta mnayoona hapa, hiyo ni bei ndogo, kafanyeni research na mtakuja kuniambia. Sisi tumepata kiongozi anopenda wananchi, kiongozi mwenye huruma na kiongozi mwenye ukweli. Sasa niwahakikishie waheshimiwa wangu na wale wote waliozungumza kuhusiana na Rand Water, Mheshimiwa Naibu Waziri kazungumza. Rand Water imani yetu watafanya vizuri. Lakini mimi binafsi kama waziri, na kwa sababu nimesikia hoja zenu wawakilishi wengi, naomba munipe mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu, nafanya research zangu, na mtakuja kuona hatua tutayochukua. Hatuwezi kumchekea mtu yoyote. Rand Water sisi hatujamleta hapa kutuvuruga, tumemleta hapa aje atengeneze. Akifanya vizuri atapewa sifa, akifanya vibaya ataondoka. Na hiyo nakuhakikishieni, baada ya mambo ambayo nayafanya mwenyewe stadi yangu, mambo yanayoendelea, nipeni mwezi mmoja, mtakuja kushuhudia nini kinaendelea. Naomba sana Mheshimiwa wakilishi watuamini ili tuweze kwenda kufanya kazi hii na tumalize mambo mengine. Swala la Mheshimiwa Naibu Waziri kashalizungumza, watu wanaopewa risiti za maji ambao maji hawapati. Mimi nikiwa waziri naagiza, kama kuna mwananchi yoyote anajua hapati maji na amepewa risiti asilipe. Narudia tena, kama kuna mwananchi yoyote Zanzibar hii amepelekewa risiti za maji, iwe bili 600,000 iwe milioni 1, na kama maji hajapelekewa hapati kweli, asilipe. Hakuna mtu yoyote anaweza kulazimisha mwananchi alipe maji wakati maji hapati. Tupeleke maji alafu ndo watu walipie maji, sio tuwalipishe watu maji alafu maji hatupeleki. Hiyo sio kazi yetu. Kazi yetu ni kupeleka maji.
Sasa kama kuna mtu amedhulumika, amepelekewa risiti asilipe, na mimi binafsi wachiwa nifate, nitaenda kuthibitisha kama sehemu ina maji au haina maji. Swala la vituo vya mafuta, kwa upande wa ZURA tumeona kwamba baadhi ya vituo, waheshimiwa wakilishi wameeleza, vinatolewa vibali kwenye maeneo ya nyumba za watu. Ni kweli, na mimi nimeanza kushuhudia, na hivi karibuni nimewazuia ZURA kwamba wasitoe vibali mpaka tuhakikishe. Ni hatari sana kwa wananchi na sheria zipo. Sasa niwahakikishie waheshimiwa wakilishi, swala hili nimelichukua, naenda kulifanyia kazi. Mheshimiwa Spika, mimi sina mengi. Nimezungumza wazi kwamba haya niliyozungumza nimeyazungumza kwa nia safi, kwa upendo mkubwa. Watu waamini, tukafanye kazi. Hii wizara ni nzito, tutaenda kuwatumikia wananchi na changamoto zote tunaenda kuzitatua. Sasa Mheshimiwa Spika, kwa mapenzi makubwa ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, kwa anapopenda kuwatumikia watu na kutuwekea bajeti ya zaidi ya bilioni 470 na 50 na kitu kwenye wizara yetu, ili tukatumikie wananchi kwenye kutatua changamoto za maji na umeme, na kwa mapenzi makubwa makamu wa pili wa rais anavyopenda wananchi wake na anavyopenda jimbo la Kiwani. Na Mheshimiwa Spika, kwa mapenzi makubwa Chama cha Mapinduzi ambayo leo nimesimama hapa, naomba sasa kwa heshima, baada ya kujibote, kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Spika.